Hapa hayo ndio yamesema. Mimi nikasema kwamba hatutakubali tena sisi kuja kuchezewa na watu. Kwa sasa kuna mtu amekuja hapa kila siku hapa anaambia Waluya pigia huyu kura, pigia huyu kura, na sisi hatuendi kwa kuwachagulia viongozi. Mbona hawezi kuheshimu sisi? Kwa sababu kwa miaka mingi watu wangu, wacha niwaambie, sisi tumeshindwa kupanga siasa yetu. Tumepeleka watu kule mbele, wameenda pale kwenda kulala wasingizi, hawajui ile sababu tuko nayo. Hii umaskini ambayo tuko nayo hapa Western ndio inafanya hata karani wa president anakuja kusomea sisi kama watoto wadogo. Nyinyi mtakubali haya maneno kweli? Hii Malava hii vile mheshimiwa wamesema is the richest constituency in Western. Nyinyi mtakana kuwa matajiri, lakini kiona nyinyi sio matajiri. Hata kienda hapa Malava iko banki kweli? Pesa ya Malava inawekwa wapi? Nyinyi mnalima miwa, pesa ya miwa ikuje hapa. Kama pesa ya miwa ingekuwa inakuja hapa, tungekuwa na banki hapa, si ndio? Lakini pesa inabaki kule Kakamega, maana wadosi wote wale maketele wako wapi? Mnakubali maneno? Hii Malava nyinyi matajiri, mko hata na sub-county hospital. Mko na health center peke yake. Mko na maji. Sasa utajiri yenu ni nini? Kazi yenu ni kufanya kazi, watu wengine wanakula jasho yenu. Ndipo anatembea amesema tawe. Tumesemaje? Tawe! Tumesemaje? Tawe! Watu wangu, vile mheshimiwa Alwala amesema, kwa kuamua kupambana na watu, mimi nimeshika kifaru Makende na iko na hatari kubwa. Musiposimama na mimi nitakwisha, si ndio? Lakini hawa jamaa wakijua na tembe yako na watu, ile safari ya kwenda Kanani tutafika. Tutafika. Sisi tutafika hiyo safari, tufike mwisho, watu pia waone Kanani. Mambo ya kuja wanafanya recruitment ya jeshi, na mimi na challenge the leadership of the military in this republic. Kumefanya recruitment, toa hesabu tuone Western wamechukuliwa watu wangapi. Wanaangalia watoto wetu meno, ati meno imeoza. Wanaangalia miguu, wakunende kama kia, si ndio? Sasa kama tunaishi maisha magumu hivi, kama chaka tamba karia, si lazima ikuwako. Na mimi najua Mwenyezi Mungu anatupenda sisi. Mwenyezi Mungu ametupatia sisi tuko watu wengi, jamii namba 2 katika taifa la Kenya kwa idadi ya watu. Ile makosa ambayo huwa tunafanya, hatujui kupiga kura. Tunagawa kura kila mahali, wakienda kwa hesabu tunakuwa among others. Sasa watu wangu wa Malava, mmepewa jukumu kubwa na Mwenyezi Mungu. Hii story anatembea hii kufaulu, Malava lazima msimame na natembea, lazima msimame na Panyako. Tumeelewana? Busieka ni rafiki yangu, kijana wetu. Busieka ni wakili wetu katika county government ya Trans Nzoia kwa panel yetu. Sisi tutaongea na mheshimiwa Rigathi Gachagua aambie Busieka afanye nini? Atoke, si ndio? Ili amwachie Panyako. Hii vita watu yangu nataka msikie mkienda kulala leo maneno ingia kwa vichwa yenu. Kwamba by election ya 2027 November hapa Malava tuko na candidate wawili peke yake. Tuko na Fred Panyako ambaye yuko hapa na wa pili anaitwa Faruku Kibet. Wawili peke yake. Hakuna mwingine. Huyo ndio akishinda kura atakuwa anafanyia Faruku kazi. Faruku tangu Malulu Ndinjendi akufe, Faruku amekuwa hapa. Alikuja akachukua mama hata kabla hawajazika Njendi, akaweka mama kwa ndege wakaenda na mama, si ndio? Wakakuja wakadanganya Rien kwamba wanampatia kitu, walikuwa tembea naye kijana ni mzuri, president anapenda yeye. Wakati ya kufanya nomination wakaleta Mudavadi akakuja akachenga wakatupa kijana nje. Sasa wameshika wanasema yeye ni mjinga. Hata wakienda kwa kura yeye mwenyewe aombi kura. Ni Faruku anaongea na tukana viongozi wa Western wote, alafu anaenda. Sasa mnapigia Faruku au mnapigia na kwa kura? Candidate nani? Hatutakubali kamwe tena sisi kama jamii. Hatutakubali vibaraka, hatutakubali project, ndio? Saa hizi serikali ya Ruto inaishi Malava kwa sababu kuna by election.
Kama ni watu wanataka kufanyia watu wote kazi, mbona hawajaenda kule Kabrazi East? Mbona hawajaenda kule Kolomani? Mbona hawajaenda kule kwingineko Kwizero? Mbona wote wako tu hapa na makatapila? Baada ya kura hizo makatapila zitakuwa mali kila mahali. Baada ya kura wanafanya nini? Wane sisi ni wajinga? Sisi tunataka tutengeneze serikali mzuri 2027 ambaye taangalia maslahi ya Wakenya wote. Maana Wakenya wote wanalipa ushuru, si ndio? Hata hapa Malaba ile pesa ambayo mnatoa mnatakana kuwa matajiri kuliko watu wote katika Western Province. Sasa watu wetu angalia, Mumias walinyonga, Nzoia wamenyonga, Pani Pepa wamenyonga, hiyo jinari yote ya pamba kule Malakizi wamenyonga. Hapa hizi factory hii Butali West Kenya yote ni private. Ama namna gani? Miwa wamekataa kupimia kwa shamba, wanapimia kwa factory. Tunaambia pimia miwa kwa pamba, mkulima ajue ni kilo ngapi, wanaenda wakitupa miwa kwa barabara, mnafika miwa ni nusu. Watu hawalipi ile miwa ambayo mbegu mnapewa zaidi nyasi. Unalima mwaka mmoja, ukikata unalipa madeni, mwaka wa pili hakuna miwa. Mnafanyia kazi muhindi. Muhindi huyo anaitwa Rai, siku hizi ni Bukusu Elda. Juzi aliongoza Lusaka, wakaenda kwa Raila, atanaongoza wa Bukusu huko kwenda kwa Raila Odinga. Amekuwa Elda wetu. Wanajifanya Waluya. Saa hizi mwingine Faruku akikuja hapa, anaongea Kibaluya Kikabarazi, akitukana Khalwale. Nyinyi mtakubali maneno? Mumeona Mluya gani akienda kule kwenda kutukana viongozi wa huko? Sisi hatuombi, we are demanding for respect, ndio? Hata wakikuja kuomba kura wakuje na heshima. Ama namna gani watu wetu? Ama nyinyi mnaogopa? Nyinyi mnaogopa? 2027 sisi tumesema Wakikuyu wamekuwa na president mara 3, Wakalenjin wamekuwa na president mara 2. Ile jamii ambayo itakana kutoa president 2027 ni jamii ya Mluya. Wangapi wanakubali hiyo? Wangapi wanakubali hiyo? Mambo ya kwenda kuomba vitu, maendeleo tunapimiwa kama dawa. Hiyo maneno tumesema dawe. Wakati huu tunaenda kwa meza na panga, wanakata tunakata, si ndio? Wanakata ile mama wetu pia naona wale ambao wamefunga vitambaa wote hata wajui saluni inakaa wapi. Mama wetu pia waende kwa salon, si ndio? Hapana vaa nguo moja kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Ile nguo kwa tofauti ni moja ya kanisa peke yake. Ingine unavaa nguo moja kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Umaskini, si ndio? Kwenda kuchimba makaburi kazi ya Mluya. Kazi ya watchman kazi ya Mluya. Kazi ya uyaya kazi ya Mluya. Kazi ya kuchanja kuni kwa matanga kazi ya Mluya. Ati ng'ombe amekufa mwenye kuchinja ati ni Mluya. Hiyo mambo tumesema nini? Dawe! These people should stop laughing at us. Na wewe Panyako unaenda kuwa firstborn wa hii resistance movement yetu tumesema tawe, si ndio? Yeye anaenda kuwa firstborn wetu. Na namna gani watu wetu? Na Panyako, don't let us down. Maana ukienda kule kwa bunge mheshimiwa Khalwale anajua watu wanapewangwa pesa, wanakuwa bribe. Wanafanya hivi, fanya hivi, hata finance bill ambaye inakuja kumaliza watu yako. Wewe ni mjinga, unapewa milioni 1 unasema yes. Ushuru inaenda wapi? Panyako umesikia? Wewe kienda kwa mkora huko utakuleta hapa utakupiga viboko kabisa. Mimi siwezi kuja hapa kutoa jasho alafu tuchague vibaraka. Tunakubali maneno kweli? Wala ambao wanakuja kama project tumekataa. Wewe Panyako kuanzia sasa wewe ni project ya wananchi. Ama namna gani? Yeye ni project yetu ndio? Malabandu befwe Ruto nende Faruku becha baki lano chikura. Ezeke lukile wae. Nitatorokea wapi? Ati wanishinda mimi nitatorokea wapi? Wanasema natembea napiga tu kelele na hana watu. Mimi niko na watu ama sina watu? Waje nione kwa mkono. Nikisema Harambee, sema one time, ndio? Harambee! One time! Harambee! One time! Harambee! One time! Yini muko chonjo. Iko pesa inaletwa hapa na magunia. Hiyo pesa tujui inatoka wapi. Ukiwaambia wapi vocha ambayo toa hii pesa kaingia kwa gunia hawezi kukuambia.
Hiyo pesa ni ushuru wetu. Umeelewana? Ikikuja hapa kula pesa kwa Indagwa na Faruk, si ndio?